Happy New Year. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa wale hawachapokea kile walikuwa wanahitaji mwaka jana, na waambia ya kwamba msikufe moyo, kwa sababu Bwana achakata kauli kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuwa mtu wa kuchikakamua ama mvumilivu katika hii safari, na vile ametuwezesha kuiona hii mwaka tukae katika neno, ndio neno ichenge wokovu wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usicho kavunjike moyo, kwa sababu kile tarajio likuwa nayo utakipokea. Zidi kutubu na kumwongojea Bwana. Zidi kukaa katika neno na katika maombi. Zidi kuambia Bwana na kuongojea, kwa sababu kila mtu ako na wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wengi wanaomwongojea huyu Yesu Kristo watendee, na kila mmoja ako na tarehe yake na dakika yake ya kukombolewa. Kwa hivyo usikufe moyo, muongojee Bwana na usidi kuomba na usidi kukaa katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Turudi katika maandiko matakatifu, tunaenda kujifunza jinsi vile mtu anayekuwa katika wito wa kumwabudu na kumtii Bwana. Tumeruka, tumekucha tarehe 1 mwezi wa Januari na mwaka hii 2026. Ni wito gani unaweza kuwa na jinsi ya kumwabudu Bwana? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe Mkristo rasmi ujifungue moyoni mwako, acha Kristo atawala, azidi kukuongoza. Bwana Yesu apewe sifa. Na kile chochote ulikuwa unatarajia, sio ya kwamba Bwana amekata kauli, lakini Bwana anakuongojea usidi kumuita usiku na mchana, kwa sababu wala anaobariki ni wengi. Kwa hivyo kiwa dakika yako na masaa yako na namba yako haijafika, bado zidi kumwomba na kumwongojea. Kwa hivyo ni mwito wa kumwabudu Bwana na kutii. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi tunachalia mema. Sisi tulia hai tumefika mwaka hii, lazima tuwe watu wa kumwabudu na kumtii. Ni jinsi gani unaweza kuabudu Bwana na kumtii? Usicho ukaitikia kila sauti, kwa sababu sauti mingi zitakupoteza. Lakini ukakaa katika neno, na neno itakuinua katika utakatifu, na neno itakuongoza katika safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Inaweza kuwa mwaka jana ulisinda na wengi walikupotezea wakati. Wengi waliharibu mali yako na baraka zako ulikuwa umepewa. Huko unachua, lakini saa hiyo umefunguka macho. Hebu mtegemee huyu Yesu Kristo, umwambie kuongoza katika njia zako, na kila jambo unalofanya Bwana akuongoze, uikabili kwake, ndiye afungue njia. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia katika maandiko ya Zaburi 95, maandiko yatuambia hivi: njoni tumuimbie Bwana, tumfanyie sangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa kushukuru, kumfanyia sangu kwa saburi, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Daudi akatakasa neno, akasema wakuje pamoja wamtukuze Bwana na kumwabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Na baada ya hapa akasema yeye ndio mwamba wa kila mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tuje kwa Bwana tumtolee shukrani. Tumwabudu ya kwamba hatutamwabudu tena, kwa sababu yeye ni mwema, ameturukiza ile mwaka. Labda ile mwaka kwako ilikuwa ya vita, ya mateso na magonjwa. Ilikuwa mwaka wa majaribio ngumu, hata kulipa nyumba unaokaa, hata kusomeza watoto. Lakini iye sikuchalise, sikuvunje moyo. Bwana anakuhitaji mwako, kuche kwake tumwabudu na tumtolee shukrani kwa yale makubwa ametenda. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tunasema tumtolee shukrani na kumwabudu katika roho yake na kweli, kwa sababu kuna wale wanahitaji wa mwabudu saa, lakini hawana uhai. Lakini wewe unao uhai, unafanyia nini Bwana? Kwa sababu amekupitisha mengi yaliyo magumu, lakini hakupatia nguvu na uvumilivu. Ndio sasa dakika hii inafaa umkumbuke, mwambie mwaka na sio mwaka wa jana. Sitaki ufikirie yale yote umepitia mwaka wa jana. Nataka uone kile Bwana anahitaji mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Anataka mwabudu na kutii sauti yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo anataka tumwabudu na kumtii sauti yake.
Kwa hivyo kile uliokosa mwaka jana itamaniza utamwabudu Bwana. Tutamwabudu ya kwamba tutamwabudu tena. Tunaongojea kuwa ukimwabudu na ukimuita, ndio ongojee baraka zako zikufikie, kwa sababu baraka zile zako zio zangu. Bwana Yesu apewe sifa. Tukipanda gari kutoka Githurai mpaka town, kila mmoja ako na sehemu anafikia. Kiwa uchafika uwezi ukaruka mahali mwingine anafikia na ufike mahali huko. Kwa hivyo hii ndio dakika ya kumwongojea Bwana na kumwabudu ya kwamba utamwabudu tena. Kwa hivyo usiweke kikomo kumuita Bwana. Ni wakati unaambia Bwana akutie nguvu katika hii safari, umuone yeye peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko tuambia kwamba Daudi akasema yeye Mungu ni mfalme mkuu wa miungu yote. Yeye ndiye atakuja kuhukumu miungu. Yeye ndio mfalme wa miungu yote. Kwa hivyo usiogope hii mwaka kutenda yaliyo mema mbele ya Bwana. Tenda yaliyo mema, kaa katika yeye. Umwambie Bwana hata liwe ngumu sitakuacha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukae katika hali ya kuvumilia hata majaribio kishindi, ukae pamoja naye. Na umuite Bwana, kwa sababu maandiko yatuambia kwamba majaribio yacha kwa muda. Kwa hivyo yule anayejaribiwa ndiye ako na laini ya Mungu. Kwa sababu ukiangalia sana ya kwamba katika hii safari kuna vita mingi, lakini wale wasee wa kale waliishinda katika imani. Na wewe uache ushinde majaribio na mateso katika imani. Labda hiyo majaribio iliyokuwa kwako ndiye ilikutia nguvu ukavuka hii mwaka. Labda hiyo mateso ulikuwa nayo ndiye ilikufanya ukamjua Bwana. Kama ungekuwa na majaribio ungekuja kanisani mwabudu. Kama ungekosa kazi ungetafuta mahali pa kuabudu ndio pate kazi. Iya yote yalikuja ndio mchue Bwana vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Mkononi mwake sina bonde za dunia, hata vile milima ni vyake. Bahari ni yake ndiye aliyemfanya, na mkono wake iliumba nchi kavu. Maandiko yatuambia kwamba Daudi akawaambia kwamba katika milima na mabonde ni yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Na katika bahari yake yote yeye ndiye aliviumba kutokana na mikono yake na nchi. Kwa hivyo yeye tumheshimu Bwana na kutenda yaliyo yake mbele yake. Yeye ukuja wakati ufaro. Ni kumaanisha ya kwamba hakuna jambo linaweza kumzinda. Usihangaike moyoni mwako ya kwamba umekaa katika hali ya madeni, umekaa katika hali ya magonjwa, umekaa katika hali ya vita, umekaa katika hali ya kufanya nini? Kukuwa na ngumu kupata jambo lolote. Hii ndio wakati Bwana anakuhitaji. Wakati ule unaona ya kwamba imekuwa ngumu, ndio Kristo anaonekana katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usikufe moyo, jua ya kwamba Kristo ako hai. Bwana Yesu apewe sifa. Na yale yote uliyopitia na yachua vyema. Kwa hivyo msongee yeye Yesu Kristo ndiye akae ndani yako, na wewe ukae ndani yake, ndio utukufu wa Bwana uinuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na waambie Bwana kuondolea aibu mwaka hii. Usikae katika madeni, usikae katika mateso, usikae katika magonjwa tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unaambia Bwana uniondolee aibu. Nikienda kukutolea katika agano, uende kunitolea au uende kuniondolea aibu. Naenda kuwa mwaka jana sikutoa vyema, sikufurahisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo natoa ili uniondolee maovu, unipiganie vita, usimame pamoja naye. Kwa hivyo mwaka jana ulitoa, Bwana ndio kwa sababu amekuwezesha kuvuka hii mwaka. Alikupigania vita ya maadui. Bwana Yesu apewe sifa. Nawaambia Shetani asifurahie akiona umeruka mwaka. Ukubali usipokubali. Hako katika hali aling'ang'ana nao na wewe usiku mzima kabla ya saa 6. Lakini kwa sababu Mungu ameweka watumishi wake kwa kila kona, ndio walisimama pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo vita ni mingi. Watumishi hawalali wakiwa wanaombea kondoo za Bwana. Ndio na wao watafute baraka kutoka kwa hao kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Kulala na kuamka sio kwa ajili ya mapenzi yako. Sio kwa ajili wewe ulio mkamilifu. Ni kwa ajili ya neema ya Bwana.
Kwa hivyo mheshimu huyu Yesu Kristo, ndio pate kubanuka katika njia zako, ndio Bwana akukinge na maovu. Hakuendelea aibu katika hii mwaka. Mwambie Bwana, sihitaji aibu. Nataka uninue katika kiroho. Nataka uniongoze vile upendavyo. Sitaki roho ya madeni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ukatae ibilisi kwa sababu yeye achafurahia hakika. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa Shetani alipigana na Yesu Kristo, wewe ni nani kwake? Bwana Yesu apewe sifa. Na yule aliyopigana naye alitumwa na baba yake ili akuja kukomboa ulimwengu. Lakini hakufurahia kwa sababu alikuja kutukomboa. Alianza vita, lakini tunaona ya kwamba yeye alishinda kwa imani. Na nyinyi shinda kwa imani vita, na nene watawale katika maisha yenu. Msije mkao kigeugeu katika safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hii mwaka uheshimu kwa chini, ni mwaka wa baraka. Hii ni mwaka Bwana anaenda kutenda yaliyo makubwa kwa wale wote watamwamini na kuzika amri zake. Bwana Yesu apewe sifa. Atawakinga na maovu, atawatangulia kwa kila jambo. Wewe utimize amri zake na sheria zake, ukae katika neno na ukuwe na upendo kwa watu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Akazidi kunena akisema ya kwamba njooni tumwabudu, tumsujudie, tupige makoti mbele za Bwana aliyetuumba, kwa maana ndiye Mungu wetu na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ngawa eli leo msikie sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu kama vile huko Meriba, kama siku ya Masa jangwani. Bwana Yesu apewe sifa. Akazidi kuambia na kuelezea na kuwaonya wakuje wamwabudu Bwana na kumshuhudia yale makubwa Bwana amekutendea. Usiyakelieke moyoni mwako. Ukiyaweka yule aliyo na vita na mashaka, hata jua ya kwamba Bwana anakomboa. Tumshuhudie na tumwabudu. Ndio maandiko yatuambia katika kitabu ya Zaburi 95 mstari wa 6, yatuambia njooni tumwabudu Bwana, tumshuhudie, tupige makoti mbele za Bwana aliyetuumba. Maandiko yatuambia ya kwamba akawaita akawaambia, kucheni tumwabudu Bwana na kumshuhudia yale makubwa ametenda. Tupige makoti. Kupiga makoti mbele ya Bwana ni kunyenyekea chini ya miguu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akazidi kusema tumupigie makoti mbele za Bwana aliyetuumba. Ni nani unaweza kupigia makoti? Ni yule aliyekuumba na kuweka awai. Kwa sababu akikuachilia Shetani atatawala. Ukimkasirika atakuachilia. Na Shetani na yeye ako katika mbio kutafuta wafuasi, kuangamiza wana wa Mungu. Kwa hivyo kucha mbele ya Bwana katika njia inayostahili, mwabudu ya kwamba utamwabudu tena. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamwabudu kwa sababu yeye ndiyo Mungu wetu na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo mkononi mwake, na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Bwana akiuhitaji leo, usinyamaze, usitulie. Itika kwa haraka. Ukae katika neno na neno isidi kukuinua katika utakatifu wa Yesu Kristo. Kwa hivyo akawaambia ya kwamba ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ukionywa katika Kristo, wacha kunungunika ukuasika. Ambia Bwana, unanijua vyema. Unajua Yesu Kristo ndiye anakujua vyema. Anajua fikira zako na njia zako vyema kuliko yule mlio na yeye. Anajua vile unawasa. Ukiwasa vibaya kwa ajili ya jirani yako, ndugu yako, anajua vile umemwasia. Lakini huyu Mungu wetu ni mwema, ametupatia muda wa kutubu na kukurudia. Kwa hivyo ukivuka hii mwaka, haitamaanisha ya kwamba yale maovu umetenda mwaka mzima wewe unajua vyema. Ni kwa sababu amekupatia muda wa kutubu na kumrudia. Kwa hivyo ukiona Bwana amekuacha vile ulivyo, ulikuwa umeasi, ulikuwa umesumbua wengine, umevuka mwaka, usijivike kibua useme ya kwamba wewe ni mwenye nguvu. Jua ya kwamba Bwana amekupatia wakati wa kutubu. Anahitaji moyo wako. Anakuhitaji utubu na umrudie. Anakuhitaji ukae katika neno.
anakupatia muda wa kubadilika. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko atuambia kwamba msifanye mioyo yenu kama vile uko Meriba, kama siku za Masa changwani, hapo walipomjaribu baba zenu, wakanipima, wakayaona matendo yangu. Maandiko atuambia kwamba akanena, akaambiwa wasicha wakakaa mioyo yao kuwa migumu, vile wale waliomjaribu Bwana na kumpima katika matendo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tusije tuwao watu wa kumjaribu Yesu Kristo ama roho wa Bwana. Kiwa roho anasema umukaribie na achane muovu, achana muovu kabisa. Tusije tukaa watu wa majaribio mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wengi wanaweza kusema ya kwamba tunaweza acha kujaribu Mungu wetu. Ukijaribu mtumishi wa Bwana, umejaribu Mungu aliyemtuma. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe utaki kuokoka, utaki kubadilika, ni majaribio unaleta katika mtumishi wa Bwana. Unamwambia na unaache, niliota hivi na kumbe ni mipango ulio nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko yatuambia waliomjaribu hawakukaa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana alishuka na hasira na akawaangamiza. Wewe usiongochee hasira ya Bwana. Kiwa roho wa Bwana ama Mungu mwenyewe amenena kupitia mtumishi wako, badilika. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie Bwana, nataka unifunze njia zako na sheria zako. Haleluya. Kwa sababu maandiko yatuambia kwamba hapo walipomjaribu baba zenu, wakanipima, wakayaona matendo yangu. Miaka 40 alisunika na kisasi kile. Nikasema hao ni watu waliopotoka mioyoni. Bwana Yesu apewe sifa. Hawakuzichua njia zangu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona, walipokuwa miaka 40 walisunika wakihangaika. Na tunaona kwamba yeye Mungu wetu aliwaachilia kwa sababu hawakuwa watu wanyenyekevu wa kutii sauti. Na hapo mwanzoni Daudi akawaambia katika hali ya kumwendea Bwana lazima mwabudu ndio mshuhudie yale yote amekutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Daudi akawaambia mumwabudu tena na kumtii Mungu wetu. Lakini hao walipokuwa katika ile kizazi hawakumtii na kumwabudu, walikuwa katika hali ya majaribio. Lakini maandiko yatuambia waliachiliwa, wakaona yale matendo makubwa Bwana aliyowatendea, na Mungu akakasirika nao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mpendo, usiache mpaka Mungu afike wakati anakasirika nawe. Ikiwa unasikia sauti yake, tii na kutenda yaliyo haki mbele ya Bwana. Geuka. Usifanye moyo wako kuwe mgumu, kwa sababu maangamizo yacha kwa wale wamemwasi Bwana na kukataa kumrudia. Ni wakati anapea watu wamrudie katika unyenyekevu na katika njia za kumwabudu na kumtii. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ile siku uchui. Bwana Yesu apewe sifa. Ile dakika uko hai, mwabudu Bwana, tenda yaliyo haki, mrudie yeye. Mwambie Bwana, nilisinda mwaka mwingine, nikiasi, nikudhurumu, nikipiga wengine vita ya baridi, nikichochea kule kazini, lakini sasa nahitaji Baba unibadilishe mwaka. Nisije nikao yule wa zamani, ili nikuwe kimbo chibia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati walipomuasi, Bwana Yesu apewe sifa, maandiko yaniambia nikaapa kwa hasira yangu wasiingie rahani mwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona, wana wa Israeli walisidi kuasi, na Bwana katika uongozi wa Daudi hawakutii sauti ya Bwana. Hata wakati Musa aliyoenda mahali pale kuwakomboa, walifika kwa njia hawakuona Mungu, walichiona. Sitaki wewe Mkristo ufike wakati umevuka mwaka uchione. Nataka uone Mungu yule aliyekutoa katika mateso na majaribio. Umheshimu ya kwamba utamheshimu Bwana. Ukiheshimu mtumishi wa Bwana, umheshimu yule Mungu aliyemtuma. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe.
Kwa hivyo maandiko yatuambia aliapa akasema hawataona uso wake, ama aliapa akasema kwa sira yake ya kwamba hawataingia mraani mwake. Kwa hivyo hawatauona ufalme wa mbinguni, hawatakaa katika pamoja naye, hawatakula pamoja naye kule mbinguni. Kwa hivyo tujiadhari yale tunaofanya. Kiwa ulikuwa mmoja wa kusumbua wengine, kiwa mmoja wa kupiga watoto vita baridi, kiwa ulikuwa wewe utulii mahali huko, saa hii mwaka amekufukiza, sio kwa sababu achaone yale maovu ulimtendea. Amekuona, anataka utubu na umrudie. Kwa hivyo hii wakati umekuwa ni wa kutubu wa umrudie. Hii wakati ni kumwambia Bwana, sasa sitaki kusumbua watoto, sitaki kusumbua jirani, sitaki kusumbua yeyote kule kazini, lakini nahitaji wewe unitumikie ndani yangu, nitende yali yake. Wengi wako katika lango la kanisa, hawataki kutoka wala kuingia. Wako mahali pale kwa ajili ya wakati kusumbua wana wa Mungu. Lakini wewe ulio na hiyo roho, ambie Bwana, mimi sitaki mwaka, kwa sababu hii mwaka nataka nibarikiwe na wale wanaenda kubarikiwa. Nataka nikae katika hema lako kwa wale wanaokaa na kutukuza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumrudie Bwana katika hii mwaka, ishekwe vyema tukimtolea, tukiweka agano, atatulinda mwaka mzima vile ametulinda. Bwana Yesu apewe sifa. Usije ukasema mimi si kumtolea ile mwaka, lakini amenilinda. Umepatiwa wakati wa kutubu na kumrudia. Labda wewe umechifungia baraka mingi, unasema niko tu. Usiwe kwa ajili ya wakati, naomba ukwe kwa ajili ya kumtukuza Bwana na kutafuta uso wake. Bwana awabariki. My name is Ian and I have a song. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my fears and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Thank you. My name is Sanchez Merwarva. John 31, it says, "So fear of the Lord is the beginning of wisdom." My name is Hope Evans from Nabi Powerful Christian Church and I have a song. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na watu mpaka makono. Kati ya mbwa mwitu iwe ninagusana kama nyota. Jiangalieni na wanadamu iwe ni wapole kama ua. Mapepo haya na nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na watu mpaka makono. Kati ya mbwa mwitu iwe ninagusana kama nyota. Jiangalieni na wanadamu iwe ni wapole kama ua. Mapepo haya na nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na watu mpaka makono. Kati ya mbwa mwitu iwe ninagusana kama nyota. Jiangalieni na wanadamu iwe ni wapole kama ua. Mapepo haya na nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Thank you and welcome. Peke yangu sitaweza, safari ndefu ya shida. Peke yangu sitaweza.
Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake Ayubu. Alikuwa mkamilifu na mwelekevu, mcha Mungu. Kutokana na hayo Mungu alimtunuku mali mengi. Sisi mifugo, sisi watoto, si wajakazi. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake Ayubu. Alikuwa mkamilifu na mwelekevu, mcha Mungu. Kutokana na hayo Mungu alimtunuku mali mengi. Si mifugo, sisi watoto, si wajakazi. Upande wa mashariki ni yeye alikuwa mkuu. Aliwatakasa mkeo walitenda dhambi. Upande wa mashariki ni yeye alikuwa mkuu. Aliwatakasa mkeo walitenda dhambi. Katika kuzunguka zunguzu ndiyo kazi yake. Maana Ayubu wakupendi imani yako. Katika kuzunguka zunguzu ndiyo kazi yake. Wala Ayubu wangu wakupendi imani yako. Leo umetoka wapi we Shetani? Swali unijibu. Na umeweza kumwona mtumishi wangu yule Ayubu? Je, umetoka wapi we Shetani? Swali unijibu. Na umeweza kumwona mtumishi wangu yule Ayubu? Katika kuzunguka zunguzu ndiyo kazi yake. Mala Ayubu wangu wakupendi imani yangu. Katika kuzunguzu ndiyo kazi yake. Wala Ayubu wangu wakupendi imani yako. Ng'ombe na punda wamevamiwa na vikosi vya Wagalilaya, na ni mimi tu nimesalia kukuletea habari. Ng'ombe na punda wamevamiwa na vikosi vya Wagalilaya, na ni mimi tu nimesalia kukuletea habari. Atangamia wamevamiwa na vikosi vya Wagalilaya, na ni mimi tu nimesalia kukuletea habari. Atangamia wamevamiwa na vikosi vya Wagalilaya, na ni mimi tu nimesalia kukuletea habari. Nyumba ile ikaanguka na kuwaua wana wako, na ni mimi tu nimesalia kukuletea habari. Na nyumba ile ikaanguka na kuwaua wana wako, na ni mimi tu nimesalia kukuletea habari. Nilitoka tumboni mwa mama yangu niliushi, nami nitarudi nilikotoka vile vile. Bwana amechukua kilicho chake, yoyo jina lake Yesu nalipewe sifa siku zote. Nilitoka tumboni mwa mama yangu niliushi, nami nitarudi nilikotoka vile vile. Bwana amechukua kilicho chake, yoyo jina lake Yesu nalipewe sifa siku zote. Thank you and welcome.